Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhillu wa ba'd. Tunaendelea na kikao chetu hichi baada ya swala ya dhuhuri katika msikiti Barza. Tupo na kitabu kinachosema au kinachoitwa Tanbihul Kiram li'umudi al-Islam, na tumeshakianza wiki iliyopita na leo tunaendelea. Tulikuwa tunazungumzia thumma alam, thumma alam, kisha tambua, i'lam, tambua. Rahimaka rabbi, Allah kurehemu, mola wangu wa kurehemu, annahu yanbaghi, kwamba inatakikana at-ta'allum, kujifundisha, as-sala, kujifundisha sala, wal hirsu alaiha, na kuwa na pupa nayo, wad-da'watu ilaiha, na kuwaita watu kuifuata hiyo swala, uwahimize na watu wengine, na wao usiridhike wewe tu kuswali, lakini umwambie na mwenzio aje kuswali. Liumuri, kwa sababu kuna mambo yanasababisha tufanye hivyo, na tuliyataja kama manne hivi, na tunaendelea leo la tano. Wa khamisuha anna alhirsa alaiha, na la tano lao kwamba kuwa na pupa na hii swala, uwe na hirs, pupa. Wa iqamatiha, na kuisimamisha kwake, min a'mal akmalil khalq, miongoni mwa matendo ya wabora wa viumbe ambao wamekamilika. Ukifanya hivyo, manake wewe utakuwa unajifananisha au unafanana na wale viumbe bora, unaingia na wewe grupu hilo. Famin dua Ibrahim, basi miongoni mwa dua za Sayyidina Ibrahim alayhi salam alikuwa akisema, Rabbi ja'alni muqima as-salah, Mwenyezi Mungu nijalie mimi muqima as-salah, niyo miongoni mwa wale wanaosimamisha sala. Wa min dhurriyyati, si mimi tu bali ni mimi pamoja na kizazi changu. Kwa hiyo namuona Mtume Ibrahim alayhi salam anajihimiza yeye na anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie, manake awe na istiqama, asiache, si yeye tu na kizazi chake. Kwa hiyo kama tutadumu katika sala, manake ni moja kwa moja wewe unaenda katika nyendo za watu waliokuwa wema. Anaendelea na kusema kwamba wal anbiya'u war rusul, hawa manabii na mitume, afdalul bashar, ni viumbe bora. Afdalul bashar ni binadamu, viumbe waliokuwa bora zaidi. Wakhtarahumullahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu mtukufu amewachagua hawa, lihadhihi almihnati alazima, kwa hii kazi kubwa. Wa hiya isalu risalati llahi linnas, na leo ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, kufikisha kwa watu. Wa hiya alislam, nao ni Uislamu. Wa huwa islamul qalbi, nako ni kujisalimisha moyo, wa wajhu na uso, wal badanu lillahi azza wa jalla, na mwili mzima kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwani ukiwa unasali, hivi vitu vilivyotajwa ni vya msingi. Umetajwa moyo, ndo mahali penyewe sasa kwenye engine, uhudhurie kwamba wewe uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uso wako unaonyesha udhalilifu kwamba wewe si lolote chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hal kadhalika kiwiliwili chako kizima. Lakini ma'al asaf utamkuta mtu amedhihiri vitu hivyo, mwili tu na uso wake utaona vimedhihiri, lakini moyo wake ghafil, moyo wake umeghafilika wakati anaswali, wakati lengo haswa ule moyo wako uhudhurie pale. Anaendelea, wasadisuha, na ya sita yao, annaha, kwamba min wasiyati nabii sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa usia wa mtume, yani hii swala inaingizwa katika usia wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hata inda maradhi mautihi, hata pale alipokutwa na maradhi ya kufa kwake, wakati wa kufa,
maradhi yale ambayo yalomsababishia yeye afe. Wal anbiyaa, na anasema hawa mitume alayhimus salam, juu yao amani, ashaddu nnasi bala, ni wenye mabalaa makubwa zaidi. Yaani yeye yuko katika balaa kubwa mno la maradhi, lakini bado alikuwa anashikamana na sala. Fakana sallallahu alayhi wasallam, kwani alikuwa mtume juu yake rehma na amani, yakulu, akisema, wa huwa yughma alayhi min shiddati almarad, hali ya kuwa amezidiwa kutokana na shida, yani ukali wale maradhi, amezidiwa, anazimia, anakuja zake juu, anazimia, anakuja zake juu. Akizimia pale, akija zake juu, anasema hivi mtume, asalla nnasu, hivi watu wameswali. Yuko katika maumivu makubwa kabisa, lakini akija juu kidogo tu, watu wameswali, anauliza mtume sallallahu. Wa yughma alayhi, anazimia tena, anazidiwa. Bi abi huwa wa ummi, na kuapia niko tayari kuitoa roho yangu na mzazi wangu, nakuambia hivi. Mwenye kitabu anasema hivyo. Thumma yarji'u fayaqulu, kisha anarejea tena, inamrejea hali na anasema, asalla nnasu, watu wameswali. Na sisi tujifundishe, wazazi, vijana, tunapotoka hapa, tushachoka na mihangaiko yetu, tunarudi nyumbani jioni au usiku. Jambo la kwanza, mzazi mwenzio unamuuliza, hebu nipe utaratibu, vijana wameswali. Atakupa ile ratiba, huyu alikimbia, nilimwita, huyu nilimuhimiza, halafu wewe uchukue hatua sasa. Sio unakuja wewe unarudi nyumbani unashughulikia maswali mengine tu, swala kabisa uko mbali nayo. Unatakiwa umwanze mama mtu, unamuuliza mambo yameenda vipi kuhusu swala. Sio chakula tu. Chakula vipi ndio? Watoto wamekula. Hivi basi skuli wamekwenda. Huulizi swala. Anza kuiuliza hii swala, itakuja kukusaidia. Ikiwa nyumba yako wanadumu na swala, basi mambo mengine yote yanakuwa ni rahisi. Anaendelea anasema, wathaminuha, na nalani lao, anna salata, kwamba swala, in salahat, endapo kama itatengenea, fakad salahat baqiyatul a'mal, basi matendo yote yalobakia yatatengenea ikitengenea swala. Kwa hiyo kama nyumbani kwako kutakuwa kuna swaliwa 5 salawat, basi ujue mambo yalobakia yote yatatengenea, kitabia, kimwenendo, kiakhlaqi, wala usiwe na wasiwasi. Wakinyooka kwenye swala, basi mambo hayo mengine ujue wewe yamekuendea vizuri. Wadhalika, na imekuwa hivyo, min fadlillahi, kutokana na fadhila za Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu, jambo ambalo atakalohisabiwa mja yauma al-qiyamah, siku ya kiyama, as-sala, swala. Fa in salahat salaha sairu amali, ikitengenea swala, basi matendo yake yote yatatengenea. Ikitengenea swala, matendo yako yote yatatengenea siku ya kiyama. Wa in fasadat, na endapo kama yataharibika, fasada sairu amali, basi matendo yake yote yatafanya nini? Yataharibika. Na hiyo swala jamani, inaswaliwa hapa. Usije kama utadhani utapata nafasi siku ya kiyama ukasema vipi uswali. Hakuna nafasi hapa. Tuitengeneze hapa, ili Allah subhanahu wa ta'ala akatutengenezee amali zetu nyingine. Watasiuha, na latisalao, anna man taraka as-salata faqad kafar, kwamba yule ambaye ataiacha sala huyo amekufuru. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, ahadi iliyokuwepo baina yetu sisi na wao ni sala. Baina ya makafiri na waislamu hapa kuna sala. Faman tarakaha faqad kafar, basi yoyote ambaye anaiacha sala huyo tayari kishakufuru. Kwa hiyo wale wenye kuacha sala tayari hao wamekufuru, wali'iyadhu billah, nasallallahu as-salama. Ni hatari kabisa, tunajihisi tunaishi tu, mtu haswali tunamwachia. Na ndio maana mwenye kitabu akasema, wad'awatu ilaiha, kulingania watu waje katika sala, usiridhike wewe tu, tuwaite na wenzetu. Waashiruha, na lakumilao,
anasema anna muhafadhati ala salati, kwamba kule kuihifadhi swala ukaiswali vilivyo, min asbabi dukhuli aljanna, ni miongoni mwa sababu za kumwingiza mtu peponi. Bal firdausil a'la, si pepo tu ya kawaida, bali ni ile pepo ya daraja la juu kabisa, firdaus. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, qad aflaha almu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini. Waumini gani? Inakuja kusemwa alladhina hum fi salatihim khashi'un, waumini ambao ndani ya swala zao wanakuwa ni wanyenyekevu. Kwa hiyo hawa wamefaulu. Kufaulu vipi? Aya zinaendelea. Thumma qala azza wa jalla, kisha akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ulaika humul warithun, hao ndio watakaorithi. Watakarithi nini? Alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, watairithi pepo ya firdausi, wataingia humo milele. Nini hiyo? Aliyehifadhi swala inamsababishia mtu aingie katika pepo ya daraja la juu. Ja'alani Allahu wa iyyakum minhum, Mwenyezi Mungu anijalie mimi na nyinyi tuwe miongoni mwa hao watakaoipata pepo ya firdaus. Wal hadi ashara, la 11, anna taraka as-sala, kwamba kule kuacha sala wahidan, swala moja tu, muhbitu lil amal, inaporomosha matendo yako yanaporomoshwa. Nas'alullah al-afiyah, tunamuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Qala sahabiyul jalil, amesema sahaba mtukufu Buraida ibn Husayb radhiyallahu anhu, wa huwa yastadillu bi hadithi an-nabi, amesema hivyo huku akitolea dalili, akikazia maneno yake kwa dalili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba vipi Mtume anasema bakiru bi salati al-asr, kimbilieni mapema katika swala hii ya alasiri, mapema kabisa, yani tusiache. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwani hakika Mtume juu yake rehma na amani, qala, amesema man taraka salata al-asri, mwenye kuacha sala ya alasiri, faqad habita amaluhu, huyo matendo yake yote yameporomoka. Faya laha min khasara, basi hasara iliyoje, an ta'mala a'malan, kutenda matendo, watutiba qalbak, na huku unautabisha moyo wako, wa badanik, na kiwiliwili chako, thumma yahbitu amaluka, kisha matendo yako yote yanaporomoka, bisababi tarki salati wahidin, kwa sababu ya kuacha swala hii moja. Swala inaporomosha matendo kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, Mwenyezi Mungu, muqallibal qulub, mwenye kuzigeuza nyoyo, thabbit qulubana, basi zithibitishe nyoyo zetu, ala taatika, katika utiifu wako. Thumma alam, kisha tambua, rahimakallah, Mwenyezi Mungu akurehemu, anna salata, kwamba hii swala, kalimun tayyibun, ni neno zuri, wa amalun salihun, na tendo jema. Tahrimu at-takbir, kuifungua kwake inafunguliwa kwa kusema Allahu akbar, wa tahliluha, na kuimaliza kwake at-taslimu, ni kutoa salamu, kusema assalamu alaikum. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema mjumbe Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukia juu yake, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama vile ambavyo mmeniona mimi nikiswali. Na sisi tutamuona vipi Mtume akiswali? Maanake lazima tusome, kwa sababu Mtume hatuko naye, lakini yapo maneno ya wale ambao waliishi naye katika hadithi za Mtume wametuelezea. Fatabda'u as-sala biqaulika, basi swala inaanza kwa maneno yako ya kusema Allahu akbar. Wa yusannu rafu al-yadayn, na ni sunna kunyoosha mikono yako miwili, madhmumatay asabi', hali ya kuwa unabana vidole vyako, yani unavibana hivi, sio hivi, sio Allahu akbar hivi, unavibana hivi vidole vyako, madhmuma, unavibana hivi, sio hivi kama chana za ndizi. Utafanya hivi madhmuma fi 4 mawadhi, katika sehemu 4. Yani unaweza ukaswali na mtu pembeni yako ukamuona kila tendo yeye anainua mikono, kila hatua yeye kainua mkono kashusha, kainua mkono kashusha, kainua mkono kashusha, lakini kumbe utaratibu hasa unavyotakiwa sio kila maeneo uinue mkono. Anasema hii kuinua mkono na kushusha itapatikana sehemu 4. Takbiratul ula, sehemu ya kwanza pale unapofunga sala,
Unapofunga swala pale mwanzo kabisa ndio utainua mikono yako, ni sehemu ya kwanza. Warukui, na wakati unapokwenda kurukuu pale, ushakuwepo hapa, ushamaliza kusoma suratul Fatiha na sura nyingine, alafu sasa unaenda kwenye kurukuu, unainua mikono yako, unaenda kurukuu. Hiyo ni sehemu ya pili. Warafi min, na wakati unapoinuka kutoka kwenye rukuu, umetoka hapa kwenye rukuu, sami Allahu liman hamida, unanyosha, unainua mikono yako, sehemu ya tatu. Wa ba'da at-tashahhud al-awwali, na baada ya kumaliza kile kisomo cha shahada ya kwanza pale rakaa mbili zile tulizoswali mfano wa dhuhuri. Sasa ushamaliza rakaa mbili zile, unaenda ya tatu. Wakati unakuja juu, unaileta ya tatu, unainua mikono. Sehemu tatu hizo tu basi ndio umeruhusiwa kuinua mikono. Kwa unaweza ukaswali na mtu anainua mikono kila tendo, Allahu Akbar, sami Allah. Wakati utaratibu wa swala unavyotakiwa ni sehemu hizo nne: wakati wa takbiratul ihram, wakati unapoenda kurukuu, wakati unaporudi kurukuu, na wakati unapotoka kwenye tashahhud al-awwal, kwenye shahada ile ya mwanzo. Warafu liyadaini yakunu bisifataini, na unapoinua mikono yako miwili inakuwa kwa sifa mbili. Na namna ya kuinua sio uinue unavyotaka wewe. Bimuhadhati mankibaini, usawa mabega mawili, usawa mabega mawili, usawa mabega. Namna ya kwanza sio unainua tu, usawa wa mabega mawili. Wathania, na ya pili, ila al-udhunaini, usawa wa masikio mawili. Sema wengine wanafanya mubalagha tu, utamkuta mtu anafanya ile hivi. Hii mubalagha, kuzidisha. Dini haitaki mubalagha hivi, kama mwenye anajitafutia mbao. Usawa wa mabega, usawa wa masikio, usawa wa masikio, usawa wa mabega. Na wengine wanazidisha, sema usawa wa kifua, ambao wanaitia ndani kama ni usawa wa mabega. Vinginevyo ukijiinulia tu mikono, manake wewe uko mbali kabisa na utaratibu wa swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Warafa ma talaffudh thalathatu sifat, na kuinua mikono huku ukitamka hiyo Allahu Akbar, thalathatu sifat, kuna sifa zake tatu. Awaluha, ya mwanzo yao, an yakuna ma'an, iwe pamoja. Yani hivi Allahu Akbar, inatoka kauli na huku mkono unauinua. Sami Allah, inatoka kauli na huku unauinua mkono. Wa thaniha, na ya pili yao, rafu liyadaini thumma nuqt. Ya pili yao unainua mikono kwanza, unafanya hivi, kimya inakuwa hapo, alafu unasema Allahu Akbar. Ya pili yao kwanza unainua, alafu ndio unatamka ya pili yao. Na mwisho yao an-nutqu, kutamka, thumma rafu yadaini, kwanza unatamka alafu ndio unainua. Kwa hiyo unasema Allahu Akbar, alafu ndio unainua mikono. Kwa hiyo hizo ni utaratibu wa sala kama alivyokuwa akiswali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutosheke na hapo, inshallah tutakuja kuendelea katika vipengele vingine. Wallahu a'la wa a'lam. aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.